Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya, haleluya. Acha kuutawala mwili kwa ukali kwa sababu ya vifungo na mapito unayapitia. Acha kuutawala mwili kwa ukali kwa sababu ya vifungo unavyoviona kwenye mwili wako. Kwa nini hutoki kwenye vifungo? Hiyo ndo mada yangu leo. Kwa nini hutoki kwenye vifungo? Bi yake, acha kuutisha mwili kwa ukali kutokana na hali unayopitia. Katika kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya pili. Kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya pili na mstari wake ni wa 20 mpaka wa 23. Acha nikuonyeshe jambo hapo. Wako watu kutokana na changamoto wanazozipitia, anasema mimi nikimtazama msichana ninawaka tamaa, nikimtazama mwanaume ninawaka tamaa. Kwa hiyo anapita akiona msichana amevaa kakimini, kwa sababu ya dunia leo na wanawake wanavaa vimini sana, kwa anapata shida sana. Akiona macho, akiona anapata shida, anautawala mwili kwa ukali. Acha nitakuonesha namna ambavyo unaweza ukatoka kwenye vifungo kwa urahisi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Acha kutawala mwili kwa ukali na kuanza kusumbuka. Utaki kuangalia, kuona macho huku na huku. Ukimwona mwanaume umekufa, unatamani usimuone tena. Acha nikwambie. Kitabu cha Kolosai sura ya pili mstari wa 20. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Sikia, msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkiufuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, katika kunyenyekea. Mmejitungia wenyewe taratibu za kuutawala mwili, kwamba mnafikiri ndo mtashinda dhambi. Yao nafikiri wewe ndo utashinda dhambi kwa utaratibu uliojiwekea wewe mwenyewe, kwa ibada zako mwenyewe au kwa ibada za kanisa lako. Nafikiri utawala mwili kwa hali kama hiyo. Na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Hata kama utazuia macho usimuone mwanamke, tamaa ya uzinzi itakuwepo pale pale. Usiku utawaza, hata ukiwa chumbani kwako utawaza. Hata kama utasema najizuia nisimuone mwanaume, nasema utawaza tu. Wako watu wanajizuia lakini wanajikuta wanapiga punyeto, wanajikuta wanatamani. Kwa nini? Kwa sababu hawajui namna ya kutoka kwenye vifungo, hasa vifungo vya tamaa ya mwili, vifungo vya tamaa ya macho. Haleluya. Unasema kwamba sitaki kutazama wanawake, sitaki kutazama kile na kile. Hayo ni mafundisho manyonge ya ulimwengu. Sikiliza, Warumi sura yake ni ya 13 na mstari wake ni wa 14. Sikiliza nyundo hiyo. Warumi sura yake ni ya 13 na mstari wake ni wa 14. Bwana wangu Yesu anasemaje? Sikiliza. Haleluya. Warumi 13 mstari wake ni wa 14. Neno la Bwana linasemaje? Linasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Ufungo namba 1 wa kuvitoa vifungo vya mwili, vya tamaa ya mwili, tamaa ya macho, ni kumvaa Yesu Kristo. Ni kumvaa Yesu Kristo na kutokuangalia mwili hata kuwasha tamaa zake. Binasema mvaeni Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Ninawezaje kushinda tamaa za mwili? Hilo ndo swali la msingi. Nawezaje kutoka katika vifungo vya tamaa ya mwili? Nawezaje kutoka? Kwa kumvaa nani? Yesu Kristo. Wagalatia 3:27 maandiko yanasema, waliobatizwa katika Kristo Yesu wamemvaa nani? Yesu Kristo. Ukibatizwa katika Kristo Yesu unamvaa nani? Yesu Kristo. Yesu akiwa mwilini mwako, mwili unakosa nguvu ya dhambi. Ndio maana Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Unashinda tamaa za mwili. Sikiliza, tuliteseka na si wenyewe tulijua kwamba kutawala mwili kwa ukali kwamba ndo tutashinda tamaa za mwili, kwamba na mimi ngoje niutawale mwili, sitaki kutazama msichana, sitaki yani kwa sababu tulipata shida wenzako. Hii dunia leo ambao kila kukicha watu shetani anainua wanawake wenye mizigo ya dhambi, anainua wanaume wenye mizigo ya dhambi, wanavaa ovyo, wanavaa uchi. Usipofuata hii kanuni inayokuambia kushinda dhambi, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, hauchomoki. Nasema utaendelea kusali na kuabudu, utaingia kanisani. Tuliingiaga kanisani, mle kanisani unaona watu wanavaa kakimi, unatamani na uko na kanisani. Yaani unatamani na kanisani upo. Hivi unanielewa wewe?
Unafikiri tunatawala mwili kwa ukali. Sasa mimi sitaki kuangalia. Ukishatoka baba nisamee na macho, nisamee na hakuna hapo. Sikiliza nakwambia. Nyundo namba 2. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 28. Sikiliza. Anasema mvaeni na Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuasha nini? Tamaa zake. Hata kuasha tamaa zake. Sikiliza. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 24. Anasemaje? 5:24. Anasema na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya. Sikiliza. Watu wote ambao wako ndani ya Kristo, sikiliza, waliobatizwa katika Kristo, mtu yote aliye ndani ya Kristo, walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili. Kanuni ya kushinda tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, kanuni ya kushinda. Kwa sababu inasema Yesu alijaribiwa katika mambo yote lakini hakutenda dhambi. Nitakwambia kwa nini hakutenda dhambi. Dhambi ile ambayo Adamu na Hawa walishindwa, ambayo iliwaangusha, ambayo mpaka leo wanadamu wanaangushwa, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima na tamaa ya macho, ambayo Eva alipoona yafaa kwa chakula, akaona yatamanika kwa maarifa, kiburi cha uzima, akachukua kala. Yatamanika kwa kuona yafaa kwa chakula. Umeona sasa yale mambo, ile dhambi. Hata Yesu alikuja akajaribiwa katika mambo yale matatu, lakini alishinda kutenda dhambi. Kwa nini hakutenda dhambi? Biblia inasemaje? Alimtolea yeye alimtolea mwili yeye aweze kumuokoa na mauti. Katika Waebrania sura ya 5 kuanzia mstari wa 7, katika maombi, katika kulia, katika machozi, akajigaragaza, akaomba. Biblia inasema baada ya kusha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu kwa watu wote wanaomtii. Kwa nini? Alimtolea yeye mwili. Aliona kwamba sitaweza kushinda tamaa ya mwili. Ili nishinde tamaa ya mwili, na utoa mwili kuwa dhabihu, na utoa mwili kuwa sadaka. Haleluya. Moja kati ya ushindi, anasema nini? Kila Mkristo anatakiwa kuusulubisha mwili katika nini? Mawazo mabaya. Katika nini? Tamaa mbaya yote. Katika nini? Tabia mbaya zote. Anausulubisha mwili katika tabia mbaya zote. Kuusulubisha mwili sio siku moja, sio mifungo ya siku 3 tu. Watu tuliombaga, sikiliza, unaenda kwenye maombi ya siku 3, kirudi kifungo kiko pale pale. Unasema sasa nimeomba siku 3 na acha. Sio maombi ya siku 3 tu, sio maombi ya siku 7 tu, ni mwendelezo. Ni kila siku. Hiyo ni maisha, ni mwenendo. Inabaki kuwa mwenendo wa maisha yako kusulubisha mwili. It's not the issue of one day, sio siku moja, sio wiki moja, bali ni kila siku. Ndio maana mtu atasema nilivyokuwa kwenye maombi mtumishi, nilipoomba sikuona kabisa mwili unawaka tamaa. Sikuona kabisa natamani kwenda kulala na binti yule nilikuwa nalala naye zamani. Yule mwanaume yule niliyekuwa natembea naye zamani, sikuona ile shauku. Nilipomaliza tu maombi mtumishi akanitumia message hai. Na aliposema tu hai, tayari kiu na shauku imeumbika ndani yangu. Kwa nini? Sikiliza wewe. Mwili una uwezo ufuatao. Kwa sababu mwili ni yake ni mauti. Utasoma kitabu cha Warumi sura ya 8. Mwili ni yake ni mauti. Sasa mwili una kawaida ya kujitutumua. Una kawaida ya kujiamsha, kujiactivate. Mwili una kawaida ya kufanya nini? Kujifufua tena. Mwili unapokufa usifikiri umekufa. Mwili unapokufa unatulia tena. Ukiacha kuomba unainuka, unafufuka, unaendelea na ile kawaida yake. Kwa hiyo mwili una kawaida ya kuamka tena, una kawaida ya kujitutumua tena. Sikiza Paulo anavyosema katika Wakorintho wa kwanza 14:31. Kwa huku kujisifu ninakufa kila siku. Sikiliza, anasema ninakufa kila siku. Huyo ndiye aliyesema aheri kama mtu awaki tamaa awe kama mimi. Kwa nini Paulo alisema awe kama mimi? Paulo alikuwa nakufa kila siku. Manake ni maombi ya kila siku. Kila siku tunaua mwili. Kila siku baba niko hapa na usulubisha mwili na tamaa zake na mawazo ya uzinzi, mawazo ya uasharati, mawazo ya dunia. Msipende dunia na vitu vyote vilivyomo ndani yake, maana mtu yote ipende dunia kumpenda baba kumo ndani yake. Maana tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, tamaa ya macho havitokani na baba, vyatokana na dunia na surubisha. Sikiliza. Paulo akasemaje katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14. Paulo anasemaje? 5:14. Sio 5:14, 6:14. 6:14 anasemaje?
Lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa, sikiliza, ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Huyu alikubali kabisa ulimwengu usulubiwe kwake, naye usulubiwe kwa ulimwengu, akasulubiwa kwa tamaa zote. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anaona kila kitu ni mavi, kwa sababu ulimwengu umesulubiwa kwake na yeye kwa ulimwengu. Unafahamu maana ya kusulubiwa wewe? Maana ya kusulubiwa yaani ulimwengu umemsulubisha Paulo na yeye ameusulubisha ulimwengu. Yaani nafika wakati unausulubisha ulimwengu, unaambia ulimwengu kaa, system zile za dunia zile, kwa sababu ulimwengu tunamaanisha maana ya system za matibabu. Yaani mgonjwa unakuja unausulubisha, ambia tulia ugonjwa. Kitu kinakwambia tulia, kitu kinakuja tulia, wanakuja mlembo nasema ninaona kama mavi. Yaani wakati wewe unaanza kushangaa mwanamke alivyobeba, mwanamke alivyo na maziwa mazuri, mwenzako Paulo anasema ninaona mavi. Wakati wewe unasema jamani, mwanaume handsome huyu, ningeolewa naye, Paulo anasema aheri uwe kama mimi. Kama wakitamu, kama unawaka tamaa uowe. Yaani wakati unahangaika, mtumishi natafuta mke, natafuta mme, Paulo anasema uwe kama mimi. Hivi unafikiri utafanana na Paulo? Bwana Yesu asiwe sawa, utafanana naye huyo? Angalia anachokisema, amesulubiwa kwa ulimwengu na ulimwengu umesulubiwa kwake. Ameusulubisha ulimwengu na anasema vile vitu vilivyokuwa faida kwangu na viona kuwa mavi, ili nimpate nani? Nimpate Kristo. Aliona vyote ni mavi. Wakati unaona handsome, unaona wachumba, unaona walembo, anasema hayo ni mavi kwangu. Anasema yeye namtazama tu Kristo, na huyo Kristo alifanya hayo. Nimekuambia katika Ibrania sura ya 5, Kristo alifanya hayo, na Biblia inasema muangalieni yeye, tumwangalie yeye. Waebrania sura ya 5 na mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Yeye siku hizo za mwili wake, nani? Yesu, alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Haleluya! Huyo ndo Bwana katufundisha njia ya kusulubisha mwili kila siku, katika maombi, katika machozi, katika mateso. Haleluya! Huyo ndo Yesu, na Paulo mwenyewe anasema nakufa kila siku. Kushinda vifungo vya tamaa ya mwili ni kufa kila siku. Sio maombi ya siku moja, sio maombi ya siku mbili, ni kufa kila siku. Haleluya! Ni kufa kila siku. Mwili wako usipoua kila siku, usipoua kila siku, nataka nikwambie hautaweza kushinda nini? Chochote. Kufa kila siku. Uingie kwenye chumba chako cha maombi, unatamka kuwa ninausulubisha mwili wangu kwa mawazo haya uzinzi, kwa mawazo ya tamaa ya dunia, kupenda vitu vya dunia, kupenda magari ya dunia, kupenda majumba ya dunia, na usulubisha. Usipousulubisha mwili, hata kutoa sadaka uwezi. Hata tukisema sasa hivi toa sadaka ujenzi, uza gari lako uwezi, uza nyumba yako uwezi. Kwa nini? Wewe hujasulubiwa kwa ulimwengu na ulimwengu hujasulubiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana natakiwa ombe kila siku ili mwili wako uendelee kubaki kabulini, uendelee kubaki kabulini, uendelee kuzikwa, uendelee kufa. Tumekufa pamoja na Kristo, lakini ni hai, si mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Si mimi ninaishi, sikiliza, si mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu, na uhai nilio nao katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda mimi akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Manake ukifa, mwili wako ukifa, unaacha kuishi wewe, anaanza kuishi. Kwa nini? Unamvaa Kristo. Yaani sikiza, mwili wako ukifa unamvaa Kristo. Mvaeni Kristo. Waliobatizwa katika Kristo Yesu wamemvaa Yesu Kristo. Mwili wako unaacha kuishi, bali Kristo anaishi, na wewe unaishi ndani ya Kristo. Umeona hiyo kanuni? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana akasema siku zote tuachukua katika mwili kuuawa kwa Yesu. Siku zote tuwasulubisha miili yetu ili uzima wa Yesu udhihirishwe ndani yetu. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 10 na wa 11, usipoupeleka mwili wako msalabani kila siku, hutaweza kupata uzima katika mwili wako. Hutaweza kushinda tamaa ya mwili katika mwili wako. Hutaweza. Jilazimishe kabisa kuomba, jilazimishe kutafuta uso, jilazimishe kuwa mwili kila siku. Hata kama umechoka, jilazimishe, jitutumue, sema haiwezekani, kataa kuwa dhaifu. Usema na kataa kuwa dhaifu, nahitaji kuomba, nahitaji kutafuta uso. Hapo ndio utafika wakati mwili wako utatii. Enendeni kwa roho, kamwe hamtatimiza tamaa za mwili, sababu mwili unashindana na roho.
na roho inashindana mwili, kwa sababu hivi vyote vinashindana, wala hamwezi kufanya mnayotaka. Huwezi kufanya unayotaka, mambo ya kiroho. Huwezi kufanya mambo ya Mungu. Kwa nini huwezi kufanya mambo ya Mungu? Kwa sababu mwili na roho vinashindana. Ifike wakati mwili utii, unaambia mwili lala, tulia, wala usiinuke. Unaambia unavisemesha viungo vyako kwamba wewe kiungo, wewe usiinuke tena. Nasema ni marufuku kuzini, ni marufuku uzinzi kutajwa kwangu. Mwili unakutii. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu sana katika huduma ya kanisa takatifu la Uamsho Tanzania, huduma ya utakatifu, tukiandaa watakatifu wa Bwana kwa ajili ya kumlaki Bwana au kwa ajili ya kuona ufalme wa mbinguni. Tunakufikia popote pale ulipo. Ukihitaji kutupata, ukihitaji tufike kwako, ukihitaji tuje ulipo, utawasiliana na sisi. Sisi tunakuja kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuamsha Tanzania. Kuamsha Tanzania imrudie Bwana, irudi katika njia za Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.